Langu ni Hashim Jimal. Vijana wa kurandaranda mitaani mara nyingi huhusishwa na utovu wa usalama na matumizi ya mihadarati mijini. Ila huko Kisii, vijana hao wamejifunza kuendesha magari na sasa wanafanya kazi ya kubeba na kusafirisha mizigo. Hii ikiwa mojawapo ya njia za kuhakikisha wanatoka mitaani na kujikimu kimaisha. Mwanahabari wetu Crispino Tieno alitangamana na vijana hao na hii hapa taarifa yake. Jumatatu mchana katika mji wa Kisii. Hapa tunakutana na vijana wasio wa kawaida. So I'm really happy. God bless you. Wamekusanyika ndani ya chumba hiki kwa wiki ya pili ya mafunzo yao. Hawa ni vijana wa kurandaranda mtaani mjini Kisii. Mafunzo ya uendeshaji gari yanaendelea hapa. Kila mmoja amemakinika sana kuona kutimiza ndoto ya kuwa dereva. Umakini wao ni dhihirisho tosha kwamba wako tayari kubadilisha mkondo wa maisha yao. Hapa zaidi ya vijana wa kurandaranda mjini Kisii 20 wamesajiliwa rasmi na mchungaji mmoja mjini humo ili kuwapa ujuzi wa jinsi ya kubadili maisha yao. Sisi ni kama mastridi vijana wa town, tuko na sharing mingi. So ndio maana pastor alituonea huruma akatuleta kwenye class so tuweze kusaidiwa, ndipo sana sisi tuweze kujisaidia kwenye maisha yako mbele. Nimepata nafasi ya kujoin driving school kupitia kwa mkono wa church. Mimi nilijipata kwa street kwa sababu wazazi wangu walikuwa wamewachananga kitambo. Mama alikufa, baba akabaki, tukajipata tumekuja street. Darasa hili linahudhuriwa pamoja na wasimamizi wa vijana wa kurandaranda akiwemo mwenyekiti wao na katibu mkuu. Wanasema ni mwamko mpya kwao. Sisi kama wenzetu wetu ma street tulipata pia nafasi tukaunda team, tuko na football team kwa street yenye vijana wanaepuka mambo mingi ile kupunguza kuvuta gamu. Kisii County, Kisii Town, tuko na street children more than 600 of different ages. The last December pastor alituita pale hivyo, we coordinated, tuko na chairman kila section. Vile Kenya iko na makaunti pia sisi tuko na mabase. Places zetu tunaita base. Tuko na Nakumatt, Traskis, Nyuma, Mtoni. Hapo awali vijana hawa walikuwa wamejiingiza kwa masuala ya dawa za kulevya, wizi na pombe haramu. Ila kwa sasa kuna baadhi tayari wamejua jinsi ya kuendesha pikipiki, kujichumia riziki. Wengine hubebea wateja mizigo nyakati za jioni. Msimamizi wa kanisa la Gospel Embassy Peter Murwabe akielezea lengo la kuwapa vijana hawa nafasi nyingine maishani. Japo anatoa wito kwa wahisani kusaidia wengi ambao bado wako barabarani. I believe in everyone and I know there is nobody who is useless. Everyone can become something, especially if you can have somebody to hold your hand. They are making tremendous progress. They have really done very good. I've seen what they have done. These wonderful people behind me, for the time that we have trained them, that is 2 weeks, they are good people and they are willing and ready to learn. Kwa vijana hawa wanasema ipo siku kila mmoja atatoka mtaani na kujihusisha na shughuli za kujichumia riziki. Crispino Tieno, runinga ya Citizen.